tunawezaje kutoka kwenye hii dini ya mtindo ili tuweze kupona? Ili sabato kama jana tulivyojifunza, sabato inapoingia tuwe na furaha, alafu tuone ni kitu cha muhimu kuliko vingine vyote maishani mwetu. Ni wasaa wa kuzungumza na Mungu. Umejeruhiwa huko kazini, umetibwana na bosi wako, kwenye biashara huko mmeng'ang'ana, kumegombana na wateja, rejesha moyo katika siku ya sabato. Jipange kukutana na Muumba wako. Hebu nisomee Isaya 58:13. 13. Anasema, ndio, kama ukiugeuza mguu wako usihalifu sabato, kama ukiugeuza mguu wako usihalifu sabato, usifanye anasa yako siku ya utakatifu wangu, usifanye anasa yako siku ya utakatifu wangu, ukiita sabato siku ya furaha, ukaiita sabato siku ya furaha, na siku takatifu ya Bwana yenye heshima. Na watoto wako waiite siku ya furaha na siku takatifu yenye heshima. Chukua hiyo hapo. Uitukuze sabato kwa kuto kuzifanya njia zako mwenyewe, na kuziacha njia zako, wala kuyatafuta ya kupendezayo, wala kusema maneno yako mwenyewe, hata yale maneno yako mwenyewe ambayo hayahusiani na utakatifu wa sabato. Ndipo utakapojifurahisha katika Bwana. Unaona sasa, unajifurahisha katika Bwana. Nami nitakupandisha mahali pa nchi palipoinuka. Nami nitakupandisha mahali pa nchi palipoinuka. Nitakulisha urithi wa Yakobo baba yako. Utalishwa urithi wa Yakobo. Kwa maana kinywa cha Bwana kimenena hayo. Sio kinywa cha mwanadamu jamani. Yaani nilipojiunga na kanisa mwaka 2000, hili fungu lilikuwa linasomwa masikioni mwangu kila sabato. Akisimama mtu kuchangia, na tulikuwa tukirudi mchana, vile vipindi vya mchana tunajaa kanisani. Sielewi kama mnanielewa. Unajua mimi nimeleta uamsho kwenu. Kiukweli mimi nimeleta uamsho kama mjumbe wa Mungu. Na natamani muamke. Mnapoanza kulichunguza ile chukizo la uharibifu. Leo tunaanza sasa kulifuatilia hatua kwa hatua. Kutoka huko zamani. Tusifike mahali tukaanza kuwalaumu Israeli kwa kile walichokuwa wanakifanya. Leo tuangalie sasa tunafika wapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunapopitia somo la leo ambalo linatoka katika kile kitabu cha Daniel, pale ambapo anasema, hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu limesimama pasipo lipasa, asomaye na afahamu. Tulijifunza jana kwamba uasi wa Israeli ulidumu kwa muda wa miaka 800 tangu pale Mungu alipofanya agano nao, akamwambia Musa, kama hawa watu wamekubali kufuatana nami, basi waambie wanitengenezee patakatifu ili nipate kukaa katikati yao. Na baada ya hema kukamilika, Mungu alishuka katika wingu na kukaa katika hema, kama jinsi tulivyojifunza jana. Ukisoma katika kile kitabu tulichojifunza jana, Kutoka sura ya 40 fungu la 34 na 35, anasema, ndipo lile wingu likafunikiza hema ya kukutania, na huo utukufu wa Bwana ukaijaza maskani. Sasa nataka tujifunze hichi kitu hapa, utukufu wa Bwana ukaijaza maskani. Leo tunaambiwa miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Tukimkaribisha Bwana katika mioyo yetu, utukufu wa Bwana utajaa katika mioyo yetu. Ukiendelea nasema, utukufu wa Bwana ulijaa kiasi kwamba Musa hakuweza kuliingia hema la kukutania, kwa sababu lile wingu lilikaa juu yake, na huo utukufu wa Bwana ulijaza maskani. Muda mfupi baadaye, kama jinsi tulivyojifunza jana, Mungu aliagiza ajengewe makazi ya kudumu ambayo yalijulikana kama hekalu la Mfalme Suleiman.
Na mara baada ya hekalu la Suleimani kukamilika, kwa mara nyingine tena, baada ya Suleimani kufanya maombi, utukufu wa Bwana ulitua juu ya hekalu la Suleimani. Katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 8 fungu la 10 mpaka 11 nasema, ikawa makuhani walipotoka katika patakatifu, nyumba ya Bwana ikajaa wingu. Chukua jinsi ambavyo Mungu analeta utukufu wake pale ambapo wanadamu wamekubali kumtumikia. Anasema hata makuhani hawakuweza kusimama ili kufanya huduma yao kwa sababu ya wingu lile, na kwa kuwa nyumba ya Bwana ilikuwa imejaa utukufu wa Bwana. Kwa lugha rahisi kabisa, ikiwa utamkaribisha Bwana katika moyo wako na akakaa, utukufu wake ukakaa ndani yako, kama vile ambavyo hata makuhani walishindwa kufanya huduma katika hema takatifu, ndivyo ambavyo hata wewe ndani yako Bwana atakuwa amekutosheleza. Hutakuwa na haja ya kutafuta mtu wa kukuombea, hutahangaika kwenda kwenye maombezi, bali wewe utakuwa unatoshea, na kwa kuwa Bwana na Roho Mtakatifu yuko ndani yako, ukiomba lolote utapata majibu. Lakini bahati mbaya, baada ya mambo haya yote kutokea na Mungu kukaa ndani ya hekalu la Suleiman na lile hekalu la jangwani, wana wa Israeli walikengeuka, wakamwacha Mungu. Wasi ulidumu kwa zaidi ya miaka 800 tangu kuanza kwa utawala wa kitheokrasia pale mlima Sinai aliposhusha zile amri, hadi wakati Israeli walipochukuliwa uhamishoni Babeli. Na kiukweli kilichosababisha wakachukuliwa uhamishoni Babeli ni kwa sababu ya maovu yao. Lakini Mungu hapa katikati ameshughulika nao, akiwaelekezea manabii. Kama kizazi cha leo kilivyo, ndivyo kizazi kile kilivyokuwa. Wanaelekezwa katika kumcha Mungu lakini hawasikii. Wanaelekezwa kuyafanya mapenzi ya Mungu hawasikii. Mwisho ule utukufu wa Mungu unatoka katika mioyo yao, na ukishatoka katika mioyo yao, shetani anaingia na kutamalaki, na hali ya mtu huyo inakuwa mbaya kuliko ilivyokuwa awali. Ukiangalia sasa katika kitabu cha Mambo ya Nyakati, tunaanza kuangalia haya machukizo yalikoanzia. Kumbuka mada kuu ni chukizo la uharibifu, na tunaenda kuangalia ili chukizo lilianzia wapi. Katika kitabu cha Nyakati wa Pili sura ya 36 fungu la 14 na 16, nitaomba msomaji unisomee. Anasema, na zaidi ya hayo wakuu wote na makuhani, na watu wakakosa mno sawasawa na machukizo yote ya mataifa. Tunaanza kuangalia machukizo yalikotoka. Chukua hili fungu, watu wakakosa mno. Tena anasema, na zaidi ya hayo wakuu wote wa makuhani na watu wakakosa, wakafanya makosa mno. Wakainajisi nyumba ya Bwana. Umesema sawasawa? Asema sawasawa na machukizo yote ya mataifa. Wakafanya machukizo sawasawa na mataifa, machukizo yote ya mataifa. Sasa hii ni Israeli ambayo Mungu aliitafuta pale Sinai. Wakamwambia Musa kaseme naye, lakini baada ya kusema naye Musa akawaletea maneno. Mungu anataka kuwa Mungu wenu. Wakamwambia Musa maneno yote aliyosema Mungu tutatekeleza. Mungu alipopelekewa taarifa na Musa akasema, waambie wanifanyie patakatifu. Wakafanya patakatifu. Mungu akashuka katika utukufu wake katika patakatifu, lakini wakaanza kufanya machukizo yaliyofukuza utukufu wa Mungu katika hekalu. Tutaona jinsi ya mambo yalivyotokea. Anasema wakafanya machukizo yote sawasawa na mataifa. Chukizo la uharibifu.
lililonenwa na nabii Danieli. Linaanzia hapa katika hichi kitabu cha Nyakati wa Pili 36:14 na 16. Hebu endelea msomaji. Nasema wakainajisi nyumba ya Bwana aliyoitakasa katika Yerusalemu. Yale machukizo waliokuwa wakiyafanya yakainajisi nyumba ya Bwana. Ipi? Ile aliyoifanya. Sema naye Bwana Mungu wa baba zao akatuma kwao kwa mikono ya wajumbe. Naye Mungu wa baba zao akatuma kwao kwa mkono wa wajumbe, akiondoka mapema na kutuma kwa sababu aliwahurumia watu wake na makao yake. 16 Lakini walidhihaki wajumbe wa Mungu na kuyadharau maneno yake na kuwacheka manabii wake hata ilipozidi ghadhabu ya Bwana juu ya watu wake hata kusiwe na kuponya. Unaiona hiyo? Kinacholeta shida ni nini? Anasema machukizo. Nimewaambia sisi hapa ndani ni uvunjaji wa Sabato. Hili lituamshe. Bwana Yesu asifiwe. Wakainajisi nyumba yote ya Bwana aliyoitakasa katika Yerusalemu, naye Bwana Mungu wa baba zao akatuma kwao kwa mikono ya wajumbe. Chukua hilo hapo. Kwa mikono ya nini? Ya wajumbe wake. Akiondoka mapema na kutuma. Kwa nini? Kwa sababu aliwahurumia. Kwa sababu alifanya nini? Aliwahurumia watu wake na makao yake. Yaani kitendo hiki tunachokifanya cha uamsho na nini, sisi tu ni wajumbe. Walidhihaki. Anasema lakini walidhihaki wale wajumbe wa Mungu na kuyadharau maneno yake na kuwacheka manabii wake hata ilipozidi ghadhabu ya Bwana juu ya watu wake hata kusiwe na kuponya. Kwa hiyo akaleta juu yao mfalme wa Kaldayo aliyewaua vijana wao kwa upanga nyumbani mwa patakatifu pao, asiwahurumie kijana wala mwanamwali mzee wala mkongwe, akawatia mkononi mwake. Mzee Adili, ninaomba leo nimegundua kitu hapa. Unaona hii fungu hili ndio lile liko kule kwenye Ezekieli. Ezekieli alichofanya, alionyeshwa maono. Yale maono, Mungu anaondoka patakatifu. Lakini hapa kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati anaonyesha kile ambacho kinatokea kwao sasa. Nebukadneza mfalme wa Kaldayo anakuja anawachukua, na alivyowachukua, unajua, aliwaua wale watoto wa Sedekia wote, akawaua watu wengi na wengine akawachukua mateka. Kwa kweli uasi wa Israeli uliendelea kuwa mbaya sana kiasi kwamba Mungu aliwaita kama makahaba. Yaani pale ambapo unaacha sasa kumwabudu Mungu ukaenda kuinamia kitu kingine na kukiabudu, iwe ni sanamu au kitu chochote unachokiona cha thamani katika maisha yako, Mungu anasema unafanya zinaa ya kiroho. Na hiyo zinaa ya kiroho, Mungu anasema hilo ni chukizo la kikahaba. Ezekieli 16:15 utanisomea hapo, alafu tutakwenda kwenye mstari wa 22 na tutakwenda kwenye ule. Mungu wakati anapotafuta kurejesha watu wake, alafu wakaacha kurejea wakaenda kushikamana na shetani,
kinachoonekana ni kwamba wamekuwa makahaba wa kiroho, wanakwenda kuabudu miungu mingine ambayo sio Mungu wa mbinguni. Hawa wanaitwa ni makahaba wa kiroho. Hebu soma msomaji, Ezekieli 16:15 anasemaje? Anasema, lakini uliutumainia uzuri wako. Anamwambia lakini uliutumainia uzuri wako, ukayafanya mambo ya kikahaba kwa sababu ya sifa zako. Ukafanya mambo ya kikahaba kwa sababu ya sifa zako. Ukamwaga mambo yako ya kikahaba juu ya kila mtu aliyepita. Ukamwaga mambo yako ya kikahaba juu ya kila mtu aliyepita ulikuwa wa kwake. Hili ni taifa la Israeli linaambiwa. Huu ni ujumbe wa taifa zima. Kwa hiyo ukijaribu kuangalia kinachozungumziwa hapa ni zinaa ya kiroho. Hebu endelea msomaji. 16. Ukatoa baadhi ya mavazi yako. Ukajifanyia mahali palipoinuka palipopambwa. Ukajifanyia mahali palipoinuka palipopambwa. Kuna watu leo wanachukua sanamu, wanazijengea kama ashera fulani hivi, alafu wanaweka sanamu juu ya mahali palipoinuka na kupamba. Yaani wanapamba lile eneo ile sanamu ilipo, alafu wanaanza kuisujudia. Hebu endelea kusoma. Ukajifanyia mahali palipoinuka palipopambwa kwa rangi mbalimbali. Ukajifanyia mahali palipoinuka palipopambwa kwa rangi mbalimbali. Ukafanya mambo ya kikahaba juu yake. Ukafanya mambo ya kikahaba, ukaanza kuabudu hiyo sanamu hapo. Na katika machukizo yako yote, mambo yako ya kikahaba, hukuzikumbuka siku za ujana wako. Ulipokuwa uchi huna nguo. Ukawa ukigaagaa katika damu yako. Tena imekuwa baada ya uovu wako wote. Ndio. Ole wako asema Bwana Mungu. Kitu kikubwa kabisa ambacho kiko katika kitabu cha Ezekieli sura ya 16, 15, 22 hadi 30 ni watu wanafanya machukizo ya kuacha kumwabudu Mungu na kwenda kuinamia sanamu zilizowekwa mahali pa juu na kuziabudu. Hilo ni chukizo ambalo Danieli anaambiwa hilo ni chukizo la uharibifu, chukizo ambalo linaleta uharibifu kwa watu wa Mungu. Lugha inaendelea. Ezekieli 16:2. Mungu anamwambia Ezekieli sasa, kwa sababu ya machukizo tusikae kimya, tujulishe watu tatizo lao. Ezekieli 16:2. Nasema, ndio, mwanadamu, ujulishe Yerusalemu machukizo yake. Umjulishe Yerusalemu machukizo yake. Pale tumeona Mungu anaamka asubuhi na mapema, anatuma watu, lakini bado watu hawakuzingatia. Sasa hapa watu wamelipa kisogo hekalu la Bwana. Chukizo kuu lililokuwa likifanyika hapa lilikuwa ni ibada ya jua, na sio tu kuwa walikuwa wakiabudu jua, bali pia walikuwa wakikanyaga Sabato, na hivyo iliwapelekea kuchukuliwa utumwani. Yaani sio tu walikuwa wakiabudu jua, sasa tunasema hatuliabudu, ila walikuwa wakikanyaga nini? Sabato. Na ndio maana Ellen White anasema chukizo kuu lililokuwa likifanyika ni la mambo mangapi? Kuabudu jua na kuikanyaga Sabato. Na kwa hicho tu Mungu akasema hawa wastahili yao ni utumwani. Kwa sababu sisi hatuwezi kuexperience tatizo, ila kama jinsi anavyosema Petro, haya tunayoyafanya sasa hivi hatuwezi kukutana na adhabu yake sasa hivi. Tutakutana nayo katika ile siku ya mwisho, na tutakuwa hatuna namna, kwa sababu mlango wa rehema utakuwa umefungwa.